Hii ni hotuba ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aliyoonyesha uzalendo mkubwa kwa taifa lake, na hotuba hii imekuwa ikisikilizwa sana na kufuatiliwa sana na imekuwa na komenti nyingi sana kulingana na maneno ya kizalendo aliyoyazungumza ndani ya hotuba hii. Na pia hotuba hii imesababisha Mwigulu kuanza kufananishwa na Magufuli. Kama tunavyojua, Magufuli alikuwa ni mkali sana kwa mafisadi, kwa watu ambao wanaihujumu nchi. Sasa ukisikiliza hotuba hii vizuri, utagundua kwamba Mwigulu aliongea kwa uchungu sana na kuonyesha uzalendo mkubwa katika taifa lake. Hii hapa hotuba. Tulikuwa na tarafa hazina vituo vya afya, vikajengwa vituo vya afya 649 kila makao makuu ya tarafa pamoja na baadhi ya kata za kimkakati. Lakini kwa kutambua kwamba kwenye nchi yetu kuna shida ya maji katika baadhi ya wilaya kame, tulikuwa na magari takribani matatu ya kuchimba visima. Ndani ya kipindi cha takribani miaka 4 na sehemu, Daktari Samia Suluhu Hassan akanunua, kila mkoa una gari lake la kuchimba maji, kila ukanda una gari la kuchimba mabwawa, kila ukanda una gari la kupima wapi maji hapo. Hii ni kazi kubwa na nzuri inayolenga kutoa ufumbuzi wa matatizo ya watu wanaowakabili. Na nimeona juzi nilikuwa Longido, moja ya wilaya kame, nimekuta wametumia lile gari, wamechimba maji. Wamechimba maji, kisima kirefu mita 300. Mita 300 ni viwanja vitatu vya mpira, mpaka maji yamepatikana, yatapelekwa mpaka Namanga. Tunataka mikoa yote watumie fursa hii, vifaa hivi ambavyo viko kila mkoa. Sasa hivi hatusubiriani. Zamani hapa Hanang' mngesubiri gari, kumbe liko Kyerwa kule mpaka na Uganda, kumbe liko Songwe kule mpaka na Zambia. Sasa kila mkoa una gari lake. Anakuja naibu waziri awaambie amejenga zaidi ya sekondari 1300, moja sekondari maalum kila mkoa ya wasichana, na kila ukanda sekondari maalum ya wavulana. Na nadhani moja nimeona imejengwa mkoa wa Manyara. Amejenga zahanati zaidi ya 2700, shule za msingi zaidi ya 2700, madarasa 1079. Na hii imefanyika huku miradi mikubwa ya kimkakati ikiwa inaendelea. Haya ni mambo yanayoleta heshima kwa taifa letu. Tulikuwa hatuna vifaa vya kiuchunguzi. CT scan zilikuwepo 6 nchi nzima. Yeye amenunua 32 kwa mpigo, kila mkoa una CT scan yake. MRI zilikuwa Dar es Salaam peke yake. Sasa kila hospitali ya kanda na ya rufaa ina MRI. Haya yote ni mambo yanayoleta heshima kwa taifa letu. Na mimi niwaambieni, hii ni baadhi tu ya miradi. Na naisema hii kwa sababu tusipoisema, yanakuwepo tu ya wale wasiopenda heshima ya nchi yetu yakisemwa, na wengine hupenda sana kusema. Nawasikia kwenye mitandao kila kona, ukifuatilia unadhani wanalosema ni jambo la maana. Kumbe kule wanakoishi wanalishwa, wanatunzwa, wanafugwa, na kufugwa kwao wanatakiwa waoneshe nyumbani kuna shida. Uvivu ni tabu. Kwa hiyo yote yale wanasema ili wahalalishe kufugwa. Sasa mtu unakuta yeye mwenyewe anafugwa, mke wake anafugwa, watoto wanafugwa ugaibuni huko. Wengine yeye mwenyewe anafugwa, wengine hawana waume na watoto wanafugwa. Wanafugwa kwa njia gani? Kwa kuonesha nyumbani kuna shida. Na kila wakati wanaandika hata vya uongo vilivyopitiliza, wanatamani wajibiwe ili waseme si unaona kule mimi ninavyotafutwa. Mimi niwaambieni, kama kiongozi mkuu wa shughuli za serikali, sisi hatuhangaiki na watu wa aina hiyo. Tunahangaika na barabara, tunahangaika na maji, tunahangaika na umeme, tunahangaika na ajira kwa vijana,
tunahangaika na kilimo, tunahangaika na ufugaji. Hayo ndo mambo ambayo rais amenituma kuyasimamia. Nadhani umeyasikiliza vizuri maneno ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Huyu hapa bado akiendelea kuzungumza na wananchi. Na ndio maana kila eneo nikipita nikakuta uvivu, uzembe, hakuna uungwana wala hakuna ustaarabu. Tunaongea kwa lugha ngumu, kila mmoja atimize wajibu. Na nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, Waziri Mkuu mwenye rekodi, ambao sasa mko wawili ambao mmepiga miaka 10. Rekodi zimeshakuwa na mawaziri wakuu wawili sasa ambao mmepiga miaka 10, mawaziri wakuu wenye rekodi. Umesema kwamba kila moja kwenye dawati lake atimize wajibu. Nilipokuwa nasema tu na kurudia, watu walidhani nalenga watu au naonea watu. Sitaki kuonea watu. Tunataka tutumie mfumo wetu wa utawala ambao tumeshuka mpaka waliko wananchi, kila moja atimize wajibu. Tuache kuzoea matatizo ya watu. Tuache kuchukulia kero za watu zikifika kwenye maofisi ya umma kama vile ni salamu. Mtu anakuja na kero yake imemuumiza, analia, si tunapokea kama salamu. Tunapokea kama kadi ya sikukuu. Tunaendelea na mambo mengine. Haya ndio nayosema ambayo hayatakiwi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu umeliweka vizuri sana. Kwa muundo wa nchi yetu, jambo linaendaje mpaka liende kwa rais? Limeshapita kwa mtendaji wa kijiji, limepita kata, limepita wilaya, limepita tarafa, limepita wilaya, limepita mkoa. Inakuwaje jambo mpaka liende kwa rais? Sisi huku tunafanya nini? Na jambo limeshafika kwenye ofisi. Kuzoea matatizo, kupuuza matatizo ya watu. Kwenye hili hatutaelewana. Miradi, fedha za miradi zinafika. Wakati mwingine mpaka wananchi wanaanza kulaumu serikali, kumbe fedha zilishafika. Wakati mwingine mpaka wananchi wanamlaumu rais, kumbe fedha za mradi zilishafika, watendaji pale hawajatekeleza. Nilipita mkoa mmoja, fedha ya matundu ya vyoo, mwaka mzima matundu hayajajengwa na fedha ilishafika, ipo. Na watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia. Nikamwambia mkuu wa mkoa, kama hiyo shule iko karibu, kabla hatujachukua hatua za kinidhamu, kama hiyo shule iko karibu, waelekeze watoto wale wakajisaidie wote ofisi ya mkurugenzi na ya afisa elimu. Hakuna mambo ya ustaarabu kwa watu wazembe, wavivu, wezi, wanaokwamisha nia njema ya Mheshimiwa Rais. Sasa mimi nimepewa shughuli ya kusimamia. Tutapelekeshana kweli kweli. Ndio. Nikapita wilaya moja, fedha za miradi wamelipana posho. Zaidi ya milioni 300 wamelipana posho. Na mishahara wanayo. Fedha ya mradi. Ndio nikasema kuanzia sasa fedha za miradi sio siri, wala miradi ya maendeleo sio siri. Fedha zikija mkoani za miradi ya maendeleo, mkuu wa mkoa apewe nakala. Fedha zote za miradi ya maendeleo. Zikisha kwenda kwenye wilaya, mkuu wa wilaya apewe nakala na mbunge wa jimbo apewe nakala. Fedha za miradi ya maendeleo sio siri. Tukizifanya siri ndio watu wanalipana posho fedha za miradi ya maendeleo. Ndio wengine wanabadilisha BOQ. Sehemu tulikosema ziwekwe nondo za milimita 16 wanaweka milimita 6. Kwa sababu wamefanya siri. Ndio. Nikapita pale Kiteto. Nikakuta wamegawana fedha za mradi. Walipoambiwa ziara wakarudisha. Nikasema kurudisha tu haitoshi, hata kama wamezitapika, wachunguzwe na hatua kali zichukuliwe. Haya mambo ya miradi ya maendeleo lazima kila moja atimize wajibu wake. Haya mambo ya kutatua kero lazima kila moja atimize wajibu wake. Ndio. Sasa hata huku Hanang'
Nimeona maeneo kama matatu, maeneo mawili matatu hivi. Kituo cha afya cha Ideti takriban milioni 250. Nimeambiwa pamekuwepo na ucheleweshaji, kimetumia muda mrefu kuliko uliokusudiwa. Mkurugenzi, shida ni nini? Kituo cha afya cha Ideti, shida ni nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kituo cha afya Ideti kilipokea fedha. Baada ya miezi miwili kulikuwa kuna mkanganyiko wa eneo la ujenzi, lakini baadaye tulipewa maelekezo na ofisi ya mkuu wa mkoa kwamba tujenge eneo ambalo wananchi wamependekeza. Kwa hiyo tulichukua jukumu la kutekeleza hilo na mradi umekamilika. Tunasubiri vifaa tiba ili tuweze kufungua ile kituo cha afya. Mradi umekamilika Mheshimiwa kwa wakati. Ujenzi wa shule ya Hararak, majengo yote hayajakamilika, milioni 351.5. Ujenzi wa shule ya Hararaki ni eneo ambalo kuna changamoto kubwa sana ya maporomoko ambayo yalitokea, na tunashukuru serikali ilituletea fedha hizo kwa ajili ya ujenzi wa ile shule. Tulipokea fedha tarehe 31 mwezi wa 6 2024 na mifumo ilifungwa. Mwezi wa 10 tulitangaza tenda kwenye mfumo wa nesti. Kutokana na mazingira magumu, kila mzabuni ambaye amefika kwa ajili ya kwenda kupeleka vifaa alikataa kupeleka vifaa. Tumetangaza mara 3 na tukakosa mzabuni pamoja na mafundi, lakini baadaye tuliweza kumpata na sasa mradi umekamilika. Bado eneo la choo kwa kiasi kidogo sana na ukuta ambao tunakamilisha mwezi huu unaoelekea kuisha. Mheshimiwa, shule ya sekondari Dawari. Shule ya sekondari Dawari mradi umekamilika na unatumika na wanafunzi wako darasani wanasoma. Sasa kato. Asante Mheshimiwa. Ndio, ili muone kwamba hatuonei watu. Nimepata taarifa miradi imechelewa. Mkurugenzi amekuja na sababu ambazo zimesababisha mradi uchelewe. Nataka watu wawe informed, wawe wanafuatilia. Na kupongeza mkurugenzi, sababu ulizotoa zinaridhisha. Sasa maeneo haya ambayo yana mizozo ya miradi ya maendeleo, Waheshimiwa madiwani, kama fedha zimeshakuja, twendeni tusicheleweshe mradi, kwa sababu tunapambana kuhusu wapi mradi ujengwe. Tunapochelewesha mradi tunasababisha tusipate fedha nyingine ya kutekeleza miradi mingine. Kama tumepata kituo cha afya A kwenye kata A na kata B bado haijapata, tujenge haraka ili tuombe ya kituo cha kata B. Kuna baadhi ya maeneo mwaka mzima wanachelewa kujenga kituo kwa sababu wanagombana kuhusu kijengwe wapi. Kwa sababu kwa vyovyote vile tukishajenga kituo kimoja, kinachofuata ni eneo ambalo halina kituo. Sasa hii ya kusema bora tukose wote, hiyo sio, tusiende kwa njia hiyo. Nakushukuru mkurugenzi kwa haya maeneo ambayo yalikuwa na shida. Tunataka ufuatiliaji wa rasilimali za umma ili wananchi waweze kupata miradi ya maendeleo. Nimepita hii barabara, nimeiona. Naibu Waziri wa Ujenzi yupo. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi, umeiona barabara na tumepita vizuri, umeona, tumepita wote vizuri, umeona wewe mwenyewe. Sasa ongea na Mheshimiwa Waziri pamoja na mtendaji mkuu wa TANROADS. Hii barabara haitaki kuendelea kubaki hivi. Na Mheshimiwa Waziri, kwa sababu hapa ni nyumbani, mimi nitapita tu, wala msiwekee hivi viraka vya udongo. Msiweke viraka vya udongo. Nitapita tu. Hapa ni nyumbani. Hata baada ya uchaguzi, wakati wanaendelea kuhesabu kura Iramba, mimi nilikuwepo Manyara huko. Siku zote hizo nilikuwepo Manyara huko.
Na mheshimiwa mkuu wa mkoa, usiniulize nilikuwa nafanya nini. Nilikuwa nakula nyama. Sasa kama ndugu zangu wanachoma nyama vizuri, mimi nafanyaje? Kwa hiyo barabara nitakuwa napita. Lakini pia mheshimiwa naibu waziri, uongee na wenzako pia. Mkoa wa Manyara ni moja ya mkoa ambao hauna barabara za lami. Ukiondoa barabara hii inayokwenda Arusha na ile inayokwenda Dodoma, hizi za wilayani, hakuna wilaya yenye lami. Ndio hii ya Hanang' ni barabara inayokwenda Arusha, ndio ambayo imepitiwa na barabara ya lami, Kwa hiyo ongee na wenzako, hizi barabara ambazo utakuja kujibu, hizi barabara ambazo mheshimiwa mbunge amezisemea. Na kabla sijaenda kuwasikiliza, niseme neno moja. Ndugu zangu wa Hanang', wilaya yenye heshima ambayo ilitupatia waziri mkuu kwa miaka 10, mzee wetu mwenye heshima ndani ya nchi hii. Mmepata mbunge makini, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Mna mbunge makini tena aliyetokana na chama, mbunge makini. Na ninyi mko kwenye wilaya ambayo ni moja ya wilaya chache ambazo zimetoa waziri mkuu miaka 10. Sasa tuache mambo ya mitafaruku, watu wote tuelekeze akili kwenye mambo ya maendeleo. Mnanisikia ndugu zangu? Mimi si jirani yenu na pia ni mtani wenu. Hamtapata mtu mwingine wa kuambia ukweli. Mambo ya kugombana kwa masuala ubinafsi, huo ni ulafi tu, hauleti maendeleo. Tuache mambo ya mizozo, tuelekeze nguvu kwenye miradi. Tuna barabara tunataka iwe ya lami kwenda mpaka Kondoa. Tuna barabara tunataka iwe ya lami iende mpaka Haidumu, iende mpaka Mbulu. Tuna barabara za vijijini, mbunge amezielezea vizuri kabisa. Tuna mambo ya vijiji vya umeme, ameelezea vizuri kabisa. Na mbunge mwenyewe mlie naye hajaongea tu hapa kwenye jukwaa, ni mbunge machachari mpaka bungeni. Akitajwa kwamba anayefuata kuongea ni Asia, hata waliokuwa kantini wanakunywa chai wanarudi waje wamsikilize. Chama kwenye wabunge wote pale, imetokea nafasi moja ya mbunge mwanamke kuwa mjumbe wa halmashauri kuu, amechaguliwa huyu hapa. Kati ya wabunge 3 huyu hapa. Alafu ninyi huku muwe tu kila dakika mnapekecha. Sasa wewe kama unapekecha una akili sana, si utusaidie vijiji vipate umeme? Ndio. Si utusaidie tupate lami tuone. Niliona hii na yenyewe niiseme, mwacheni mbunge afanye kazi. Mbunge anafanya kazi nzuri, mwacheni afanye kazi. Cheni afanye kazi. Nilipita pale Moshi mjini, hata miezi 3 hatujamaliza, nikakuta mwenyekiti wa halmashauri na mbunge na mkurugenzi wako bize. Wanagombania nini? Ugomvi. Wanagombania nini? Mwenyekiti ameshaanza kujiandaa kutafuta ubunge 2030. Sasa nilishasikia mizozo, na hapa Hanang' nimesikia na Babati, nilishasikia na wasingizia. Msifanye mambo ya ubinafsi kuwa ndo ajenda ya serikali, kuwa ndo ajenda ya chama chetu. Hapana, sisi tuna miradi ya maendeleo tunataka kutekeleza. Hawa wananchi hawa tutawaonesha mzozo. Hawa wananchi hawa wanataka waone vitongoji vilivyopata umeme, wanataka waone miradi ya maji, wanataka waone lami, wanataka waone barabara. Ndio.
wanataka waone shughuli za ameongelea mambo ya shamba, wanataka waone vitu hivyo, migogoro imetatuliwa, watu wanapiga hatua za maendeleo. Sasa na ilivyo bahati nzuri niko mjumbe wa kamati kuu, mkisema ni jirani tu kasema, jaribisheni, tutaongea huko mbele, jaribisheni kuendelea na mzozo. Nadhani umeisikiliza hotuba nzima ya waziri mkuu, jinsi alivyoonyesha uzalendo katika nchi yake. Mwigulu Nchemba kwenye hotuba hii amezungumza kwa hisia sana na amesisitiza vitu vingi sana. Sasa nikukumbushe tu tena na tena, kama hujatusubscribe, hebu bonyeza neno subscribe hapo juu ili uwe wa kwanza kabisa kupata matukio yetu kwa uharaka zaidi. Na pia Instagram, TikTok, Facebook tunapatikana kwa jina hili Best Naso TV. Tutaonana kwa mara nyingine, mimi nasema